Magavana wetu wawili, yule wa Nandi na yule wa Uasin Gishu, Bwana DIG, County Commissioner wa Nandi, Regional Police Commander, in charge Internal Affairs, na MCAs ambao wako hapa, viongozi wengine, wazee wa mama kwa vijana, amjambo. Nimekuja hapa kwa sababu ya ile mambo ambayo yalifanyika jana. Na tutakuja hapa kwa sababu ya mchezo, kwa sababu mnajua jukumu la serikali ni kulinda mali na maisha ya watu. Jana tumepoteza mtu, alafu baadaye tukapoteza watu. Kwa jumla wamekufa watu ngapi? Watu 3. Kama serikali hatupendi mambo kama haya yafanyike hata kidogo. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi kwanza kabisa nitume rambirambi zangu kwa mama Sabina, nasikia yuko hapa, kwa kumpoteza kijana yake ambaye anaitwa Tirop. Alikufa kifo ambayo haikutarajiwa, na tunasema kama serikali, kwa sababu alikufa kwa njia ya risasi, haijalishi risasi ilitoka namna gani, lakini alikufa kwa njia ya risasi. Tunasema pole sana mkio missing. Na watu wa Lesos pia, tunajua jana kulikuwa na hasira, ilikuwa ni ya juu sana, na kwa sababu watu walikuwa wamekasirika. Pia tungependa kusema ni pole, na kuhakikishia kwamba wale maofisa wetu wote ambao wanatumwa kwenda kufanya kazi katika sehemu mbalimbali za taifa hili, ikiwemo Bonde la Ufa, wanakuja kufanyia wananchi kazi. Hakuna ile ofisa yote ambaye anatumwa hapa kuja kuwanyanyaza watu. Hapana. Na tungependa kuwasihi nyinyi kabisa pia mfanye kazi pamoja na maofisa wetu. Maana inakaa ule uhusiano ambao uko hapa kati ya maofisa wetu wa polisi na wananchi, ni uhusiano ambao umezoroteka kabisa. Sio uhusiano mzuri. Ama ni mzuri? Ni uhusiano ambao ni mbaya sana. Na kuna watu ambao wamesema ile mvua ambayo imenyesha hapa tukifanya mkutano ikuwe inaidhinisha mwanzo mpya, si ndio? Maofu ile kitambe fanya nini? Isafishwe, tuanze chapter mpya. Wale maofu ambao DIG anasema kwamba anawatoa hapa wanaenda wote. Wale ambao wanakuja pia ni Wakenya, ni watoto wa Wakenya, watakuja hapa. Maofu ambao wako hapa wanatoka, wanaenda. Lakini wananchi wa Lesos hakuna mahali na nyinyi ndio mtaharibu hao maofu. Kwenda Marongo. Kuna watu katika jamii ambao ni kerere zaidi. Ofisa akifika namna hii, kazi yake kwanza ni kukimbia pale, kwenda kusema fitina, kujipendekeza huko, kusema kwamba yule mama anauzanga pombe ako pande ile, na ukienda namna hii atatoa kitu. Huyu anakuanga mwizi ya ng'ombe, huyu anakuanga hapo na bunduki iko na mishale, na mzigai kama wajinga hapa tafuta mali. Ile zote imejaa nini? Mali. Mwenye anaharibu askari ni nani? Wewe useme ukweli wa Mungu. Yule anaharibu askari ni nani? Hata mwenye anapiga simu na kusema tumeona pikipiki hapa na watu wamepanda pikipiki na wana barakoa ni nani? Ni raia. Na yule anapiga kupigia polisi kwa mwenyewe hana nini? Hana barakoa. Lakini anaitana kwamba kuja kuna watu wako hapa. Kwa hivyo hata kama tunatoa askari hapa, kama tabia zetu wenyewe kama watu walesoza hazijabadilika, bado mtakuwa mnalia hapa tukikuja hapa. Lazima uelewe ya kwamba yule ofisa amekuja hapa bila imesemekana hapa, mwenye kumlipa ni nani? Ni wewe ndio mkubwa. Nyinyi wananchi ndio wakubwa wetu. Amri inatoka kwa nani? Lakini nyinyi mnaogopa sana, mnaogopa polisi sana. Kwanza watu wa Nandi wanaogopa polisi sana. Hataki kukaa kwa cell. Akiambiwa wewe una barakoa leta 200, atatafuta ngapi? Hata 500, ndio? Alafu yeye ndiye anashukuru kabisa. Umetoa pesa, alafu nashukuru sema asante sana umesaidia. Na kama umepelekwa kwa kotini, acha Mungu hata hakuna pesa utalipa huko. Maana iko makosa mengine ni kidogo inaitwa misdemeanor, ni kidogo hii tunaambia wewe ndio usirudie. Lakini uoga yetu hii inafanya watu wakikuja hapa wanaharibika, maana wanaona pesa imefanya nini? Imejaa.
Watu wa boda boda, kila boda boda saa hii watu mwenye hapa wako na shilingi 50 kwa mfuko. Sio ndio tiketi yenu? Hata askari amesimamisha hivi anataka kukusalimia tu unatoa 50. Unapeana pesa. Sasa hii haki ambayo mnadidia haki yetu, haki. Utaletewa haki kwa nyumba yako. Wewe mwenyewe lazima uwe mtu wa kusema kwamba hapana, hii ni haki yangu. Umenishika kwa barabara ndio, unasema sina license, mimi naona ndio hii, umesema sina, twende basi kwa sababu unanipeleka kotini, nione kama utafanya namna gani. Lakini kwanza kupiga simu, kiprotect yako hapa ameshikwa, wewe leta 5, wewe leta ngapi, wewe leta ngapi tuchangie ofisa. Unakuja kwanza kujialia hapa. Na hiyo nyinyi mnatoa pesa. Sasa magavana watakuwa wanatembea nyinyi kuja kutetea nyinyi kila saa. Kwa hivyo tukitoka hapa, kila mkazi wa the source aelewe haki yake ni nini, sheria inasema nini, na tukue na uhusiano mema na maofisa wetu wa usalama, tukijua kwamba wamekuja kuwafanyia kazi. Wala ambao wanasema funga hii sio muondoe askari, wewe funga leo uone wale wakora ndio wanakuja kupiga nyinyi hapa. Maana kwa kila jamii kuna watu ambao wanavunja sheria, wachache hawakwangi wengi, 99% watu wazuri. Unapata 1% tu. Kama mjamaa ikuja hapa kakaa hapa na bunduki hapa, nyinyi mtalala kwa nyumba. Ilipewa giza ikipiga tu kazi moja hapa, kila mtu chini ya kitanda. Mtu mmoja tu. So hawa maafisa wako hapa kwa sababu nyinyi watu wengi ambao mnatii sheria hapana, wako hapa kwa wale wachache ambao hawafuati sheria. Na ni jukumu lenu kushikana na askari kuhakikisha kwamba wale wachache wasumbui watu. So simple as that. So mambo ya kuhangaishwa hapa, ati tractor imeshikwa na chakula na kaa hapa the whole day na negotiate. Na hivyo county police commander, kuna county commissioner. Watu wangapi wako namba ya county commissioner? Yeye anaweza kupiga na useme ndiko hapa nimeshikwa na chakula yangu imejaa kwa lori wananisumbua. Nani? Mko na namba yake? Hata yangu mko nayo? Ajana wapatie yangu. Haya, chukua yangu. 0725 tupige sahi. Ukiandia kwa mchanga utaiwacha hapa. 0725 844 814. Atende. 0725 844 814. Hiyo namba huwa izimwi 24/7. Ukipiga simu usiku tafadhali acha tuelewane pia hapo vizuri. Hiyo namba unapiga wakati kimeumana. Umeelewana? Apata nipigie mimi simu za 8 usiku kusema uko wapi. Kwa sababu mimi wadonda kwa nimelala. Ama kuniambia umelala, sio nimelala tu. So piga wakati kuna nini? Wakati kimeumana. Na wakati kimeumana unapiga simu, kama una pesa una flash. Unajua ku flash? Unapiga ya flash, maana lazima mko na pesa kidogo kwa simu. Unapiga inalia mara mbili, maana labda unaweza kuwa nimelala imeamsha, si ndio? Lakini ukituma SMS mimi sitasikia. Kwa hivyo piga inalia mara mbili, kama jichukua nakata, najua ni flash, ndio? Mimi napigia wewe. Lakini nikipigia wewe sio uniambie nilikuwa najaribu kama simu yako inafanya. Hiyo pia ni makosa, ndio? Kwa hivyo tunakuwa serious. Ili tukue na kile inaitwa accountability. Wakati ofisa anafanya makosa kwa barabara, anajua kwamba kuna uwezekano iko mtu mwingine atafanya nini? Atapigiwa simu. Na nikipiga picha na niweke WhatsApp. Alafu hizi namba na WhatsApp weka. Ili tuondoe hii uchafu nini? Tumeelewana bwana? Tumeelewana? Na viongozi wetu wa hapa, viongozi wetu kuanzia kwa gavana, kuanzia kwa mjumbe, kuanzia kwa MCA, tafadhali. Hata hiyo police station hapana kama police station. Nimepita hapo inakaa mbaya. So imejaa. Nyumba ukute nataka kuangukia maofisa. Inakaa mbaya. Mtu akikaa mahali kama hapa haki ya Mungu atapiga watu. Kwa hivyo mtu lazima akae kwa maisha kuna dignity kidogo. Yo kwa dignity. Kwa hivyo tusaidiane, heshima tusaidiane, kama iko tabu tusaidiane.
hata kama ni kuchangachanga tutengeneze mahali mofo watakaa mahali mzuri. Hata watu wetu wala ambao wanamelala kwa seli hapa, mnalala namna gani hapa? Hata kuna kukula. Mahali inakaa mbaya kabisa. Kuna hiki naingia na 19 sita atoe mjengo na mzungu. Chakula hata ni kama mtu haikuli. Hapana. Lazima tuanze kulive in dignity. Hata uso naambiwa sheria nasema kuja kushikwa na polisi, anakusomea haki zako, nakwambia mimi ni so namba yangu ya kazi hivyo hivyo, na mimi nimekuja kukushika, umefanya makosa. Umepewa nafasi ya kupigia mtu simu, mtu mmoja, utapigia wakili ama utapigia mama, unapiga simu. Lakini kabla unaambiwa hivyo anasema hata kutetemeka, kama niko na 200. Hata kutetemeka hivi. Hiyo ndio dignity tunataka. Unashikwa na heshima. Na ndugu zangu, kama umefanya makosa na ofisa wa polisi anakuja kushika, hata kama mko watano, na amewaambia yeye ni ofisa wa polisi, kwenda na police station, wacha mambo mingi ya kungangana. Na ukataa na kupiga kelele. Baada ya kunikuruza fanya nini? Wana maofisa ambao wanafanya kazi chini ya maji. Ngoja kidogo. Wengine hawavai uniform, ndio? Na magari zao. Hapa ndani. Umeangalia, unajua nani hapo karibu na wewe? Wewe unafikiri pia je, unakuja hapa kwanza kuwa na askari hapa ndani? Wanafanya kazi yako. Hata tu wanaropoka hapo ndani, wanajua mimi naropoka hapo. Serikali iko na mkono mrefu sana, iko kila mahali. Hata hii lelei unasikia lelei anakamwanga maziwa, wewe sio lelei labda anafanya na wapi? Hiyo ndio mkono wa serikali gani? Mrefu. Lazima tuelewe namna hiyo. Kwa hivyo kuna askari ambao hawavai nguo rasmi, wala ambao wanavaa nguo rasmi, na wote wanavaa kazi moja. Lakini hatusemi kwamba askari anatakana kunyanyasa nani? Hiyo hapana. Na kuanzia leo tukitoka hapa, hatutaki kusikia mtu afanye nini? Kunyanyasa. Na wakati DIG analeta wale askari wapya, tutakuja kufanya mkutano hapa. Tukubaliane tutakaa namna gani wana? Tumeelewana? Yes. Tuelewane ni nani tutafanya kazi na wananchi namna gani. Wale watu wa kubeba briefcase kila siku na kwenda kwa maofisi ya serikali, na ndani ya briefcase hakuna kitu, labda ameweka shati hapo, au watu taki hao. Wakora. You don't want them. Ili kusikuwa na mpaka kati ya wananchi na nani? Mimi kwa ofisi yangu, wacha nikwambie kitu kimoja. Ukija kwa ofisi yangu, maana yangu mlango iko wazi. Huwezi kuja na mtu mwingine, hadi huyu amenileta. Yule anajifanya kwanza amekuleta ndio muongo, ukitoka na baki ndani tunaongea mambo tofauti, akitoka anasema unajua nimeanzia RC 1500. Haja wacha. Anaanza kukudai huko, anataka kuona hii mtu ni ngumu, nimekuleta wewe, yeye raia anakufungulia mlango namna gani raia kama wewe. Kwa hivyo ukitaka kuona county commissioner, county police commander, utakwenda kwa OCS, wenda hapo kama mwanaume ama mwanamke ambaye uko na haki kukaa Kenya. Kwa napelekwa na mtu wewe ndio uko na shida, mwenye anaongea ni mtu tofauti. Hadi mtu tumeleta yeye, unajua Kiswahili, unajua Kizungu, hata Kikalo ukose tutatafsiriwa. Hapana pelekwa na mtu mwingine. Wale watu wa kupeleka watu kwa maofisi ndio brokers au ndio shetani. Wanafanya watu wanapigana na polisi bure tu. Na kuleta ujanja mingi. Kwa hivyo ningependa kumalizia hapo, na pia nishukuru watu wa Nandi kabisa, maana nyinyi mmechunga misitu yetu. Kibukurere hapa hakuna mtu amekuza miti mingine. Mnachunga miti vizuri kabisa, ndio maana baraka italetele hapa, mvua inanyesha usiku na mchana. Kuna sehemu zingine mvua ile kunyesha. So nyinyi mkiona mimi napambana hapo na misitu, mnafikiri mimi ni mtu mbaya tu, lakini baadaye ile maisha yatakuwa mzuri ndugu zangu. Ile baraka Mungu atawapatia kwa sababu ya hili misitu. Mtashukuru sana. Wewe kama ni kijana unakata miti ambayo ulipanda. Kata miti rika yako. Hapana kuja kata miti iko na miaka 50, wewe miaka 20 unakata miti, umekata baba yako. So tuwajani nayo. Wewe ulikuja unapata watu wamepanda miti ya hii, Mungu mwingine aliweka imekuwa mingi. Wewe unafikiri wala ambao kutangulia ni wajinga wako kata unaanza kukata. Hapana. Na wala ambao wataharibu misitu tutapambana mpaka mwisho. Hiyo tu siwezi kuacha, haki ya Mungu hakuna. Tutapambana. Aidha mvue kinyesha, dunia hii imenyesha, enyesha kwa shamba yangu bali nimeweka miti. Na mimi naona mmepanda miti. Kitu watu wamepanda miti kwa mashamba.
Enda nyumbani, hakikisha kwamba kwa shamba lako kwa kila eka unaweka miti 64. 64 kila eka 64. Hiyo ndio 10%. 10%. Tafuta greenfield, tafuta nini weka hapo, baadaye itakuwa ni kuni, itakuwa ni mbawe, itakuwa ni nini. Lakini nyingine ile Mungu alituwekea ile indigenous ziko na miaka 300 miangati wachana na hiyo. Hiyo ni babu yetu, ni baba yetu. Pana kula hiyo. Pana choma makani miti ambayo hukupanda. Hiyo hata mtu akiniingilia mimi nakubali, lakini tutapambana mpaka mwisho tukubali. Lakini nyingine hiyo unapanda ni ya commercial basi. So tutafufua nyumba 10 na nyumba 10 ni yenu, sio chief kuja kutafuta nyumba 10. Wazee wa kijiji mnakaa chini mnasema tunataka huyu, tunataka huyu, tunataka huyu. Na nyumba 10 sio informa ya kwenda kupeana report. Nyumba 10 mnakaa chini mnakubaliana kwamba kijiji yetu iko na tabu gani. Hakuna maji hapa, kuna wamama ni wagonjwa, watoto hawaendi shuleni. Hiyo ndio nyumba 10. Alafu report naenda nafikia wani, nafikia DO, nafikia DC na kuja mpaka kwetu. Tunakaa chini unajadili. Kama ni problem ya security, kwamba hakuna usalama hapa. Mkikaa wiki hii ni following wiki mkalaza mko mmepata report. Maana hiyo committee itakaliwa na ofisa kutoka kwa polisi. Ile kituo karibu na pale wakati mna discuss mambo ya usalama, invite officer ambaye kwa pale kwa constable, kwa corporal, mnakaa na yeye hapo mnaongea pamoja. Hii ndio nyumba 10 ingine hii ya upumbavu hii. Hiyo sio nyumba 10 hiyo. Ila wazao wanatembanga na kitabu na kusema unaandika watu ambao wanataka family relief, ila basari, ila mheshimiwa, hapana, hizo nyumba 10 hiyo. Nyumba 10 hiyo ni bonoko. Nyumba 10 yini mnakaa chini mnakubaliana kama hapa Lesos iko tabu gani hapa, mnakaa. Hii maduka ni maduka 20. Tuko na tabu gani hapa? Ikifika jioni mambo ya usalama yanakuwa mbaya. Tunakubaliana, inasonga, inakuja na kuwa address another issue. Kama kuna mgeni amekuja, unasema huyu mtu amekuja akae vizuri, ataka kutuandikia nini? Ndio sisi tunakaa hapa. Mnajiona nyinyi wote. Mna flag out. Hiyo ndio nyumba 10. Tunataka tufue nyumba 10 na sisi. Nyumba 10 ifufuliwe kabisa ili malalamiko ya wananchi tena kuhusu polisi fanye nini? Tukitoka hapa mwenye nguvu kuanzia leo ni nani? Ni raia. Tumeelewana? Nyinyi ndio wenye nguvu. Nyinyi ndio wenye nguvu. Hiyo nguvu msiwache tena, nyinyi ndio wenye nguvu. Wenye nguvu ni nyinyi. Na tutawasaidia kabisa mpaka muhakikishe kwamba hiyo nguvu mmepewa, maana bado unajua kuna uoga upate hiyo nguvu au maofisa kufanya nao kazi pamoja, alafu Lesos pamoja na Nandi kwa jumla ifanye nini? Iendelee. Wale watu ambao waliumia, watu wakakufa, kuna report nimewachia county commissioner, atakutana nao labda kesho ama Jumatatu tupate report. Tutaenda consult na waziri, tuone tutafanya nini? Tutawasaidia. Maana hakuna mtu ambaye alikuwa amejipanga kwamba atakuwa na mazishi next week. Ya? Kama naenda atakufa siku fulani amejipanga, ameweka pesa kando, lazima tuone ile njia tutasaidiana. Jambo la mwisho, ndugu zangu, wale watu wawili ambao walikufa nyuma, walikufa kwa sababu ile kitu ya kwanza hatukuihandle vizuri, ilikuwa na hasira nyingi sana. Na mara nyingi hasira ni hasara. Wale wa nyuma wangekufa. Lakini tulikuwa na hasira kubwa, tukaihandle vibaya, watu wengine wakakufa. Wakati unakuja kwa police station, unataka kutuma police station, ama unaleta vitisho pale, unatafuta kukufa. Unatafuta kukufa. Because ukitupa hata moto pale kwa station, iko na amari, na amari ni bomu. Hata hii risasi mnaona mheshimiwa atembea na hii tunatumia nikati ndio. Lakini risasi yenyewe ukitupa kwa moto namna hii itafanyika nini? Utupe risasi moja tu kwa moto itakuwa namna gani? Sasa ukienda pale kwanza kutupa moto watokati wangekufa hapo. So usiende huko. Na tunataka katika jamii tuwe na watu ambao reasonable ndio wengi. Maana kama watu wamekasirika ni wengi, na kila mtu anasema twende, watu wote wataenda. Tukuwe na mtu ambaye anasema hapana, tusifanye hivi, ngoja tufuate njia fulani, alafu tunafuatilia vizuri. Na mko na viongozi vizuri, mheshimiwa Keter. Tuliongea na yeye mpaka nikamwambia tafadhali piga simu yule mtu ambaye anajua kwa loudspeaker, uongee waambie serikali najua hii maneno, ambiwa kama mbaya. Na alijaribu. Baadaye akaniambia wamenishinda. Ninyi mlishinda mheshimiwa yenu jana. Na vile mlikuwa mmekasirika sana. Kwa mara ya pili. So, wacha tumalize hii maneno ikwishe. Alafu mimi nitakuja hapa sasa, si ndio? Tuongee maneno ya nyumbani, natembea hapa. Tuongee maneno ya nyumbani, maneno ya Lesos na maneno ya
Nandi. Hata kule kwa mpaka yetu na Western kuna tabu huko. Wangwana wa serikali wanakaa chini wanachora mashamba ya Western, anakaa kwa meza anachora. Ile ya Rift Valley Nandi anakaa kwa meza anachora. Mapi kukutana pale, moja umeenda juu ya ingine na umepeana title. Upande wa Kakamega inaitwa Lesotho, upande ya Nandi inaitwa Lesotho, lakini ni hapo. Sikimeumana sasa. So lazima kama viongozi pia tutaenda pale na tuulizane. Hata kabla hii shamba haijachorwa mtu akapewa title deed. Watu walikuwa wanakaa namna gani, maana watu wanajua mpaka. Si ndio? Sisi tunafuata hiyo. Hata kama uko na title ya Western, wewe utaambiwa bwana hapo unajua nani alikuwa analima hapo. Wacha mambo mingi. Ridhika na hilo nilikuwa nayo kusema mikoa na Zavea. Kaa na ile shamba ambayo nilikuwa nayo. Haya mambo tutakaa chini pamoja na Wizara ya Lands na viongozi kuhakikisha kwamba ile mambo yanafanyika pale, haiendi mpaka watu wamekufa kwa wawili juzi, mambo tu kwa njia ya ukuzi, hataki maneno tena. Kwa hivyo ningependa tukitoka hapa tuache mapasta. Mimi nasikia nyinyi wanandi bado mko na hii vitu ya kwenda sijui kwenda kuchinja ng'ombe mbuzi hapo na kulialia hapo. Unaenda kusanitize. Basi, hiyo kazi tawachia, mimi nitawachia pasta. Ile ingine ya kwenda kufanya ile ingine tu matambiko. Hiyo ni yenu. Lakini unajua pia kimila mwenye kuko mila zimtuma. Utafanya vile natakikana, lakini ndugu zangu tafadhali, Kenya hii tumemwaga damu ya imetosha. Tusikuwe na damu nyingine na mwagika hapa Lesotho na nani tena. Tukubaliane namna hiyo kwamba hakuna mtu mwingine atapoteza nini? Ile tukija hapa tuongee mambo ya maendeleo tu. Na kuja hapa mnazaa mheshimiwa governor barabara hii alipromise hajaweka, ama hii national government sema itaweka hajaweka, ama hii tunaongea mambo ya maendeleo peke yake. Sawa. Kuna interview ilifanyika ya Chief Pilot. Imerudiwa mara 2-3. Hakuna results zinatoka. Tunaomba tupate Chief Pilot. Na kuna watu wanasumbuka na pesa ndio wanaenda kuona na briefcase. Unajua, moja na kitu kimoja. Polisi ya serikali inasema hivi, ningependa mnikamate vizuri. Wakati chief ana retire ama anakufa ama ana resign ama anawacha tu kazi, anawacha ofisi ya chief inakuwa vacant. Ile polisi ya serikali inasema kwamba mnaenda muangalia kwa assistant chief, mnachukua hapo, mnafanya interview ya kawaida, mnachukua assistant chief mmoja, mnafanya nini? Naweka hapo, alafu mnatangaza kazi ya assistant chief. Wananchi wao wanang'ang'ania, wanaingia kama assistant chief, anakuja anapanda hivyo, atakuja kuwa chief. Assistant chief amekafanya kazi miaka 25, chief anatoka, alafu anatafuta mtu mwingine hajafanya training, anaingia pale kuwa mkubwa hii assistant chief. Hawatafanya kazi vizuri, maana huyu anajua kazi ni mdogo na huyu hajui na ndio mkubwa. Tumeelewana hapo? Sasa ile ya Pilot, kuna mtu alikuwa anajaribu kufanya ujanja kutoa mtu nje alete, na kuna serving assistant chief. Mimi ndio sikubali hiyo bwana. We will pick from the serving assistant chief. Hata kama assistant chief ni wajinga. Huyo mjinga ukimpatia madaraka inaweza kuondoa hiyo ujinga. Kwa hivyo msema mtu mbaya hapana, madaraka inazabisha mtu. Ndio? Anakuwa mkubwa. Tabia pia inabadilika. So kwa hilo mjue kwamba hivi karibuni mtapata nani? Mtapata chief, alafu tunatangaza post assistant chief, mnajaza. Na nataka mweke wa mama. Tumeelewana? Weka wa mama kusaidia na hii kazi, wanaume wengine wameshindwa na kazi. Alafu mambo ya pombe nikimalizia tafadhali, tumekuwa na hiyo challenge ya pombe. Hakuna mahali pombe inamwagwa kushinda Nandi County. Hapo kana kwa WhatsApp group yetu ya Rift Valley, wale wanamwaga pombe sana ni wapi? Lakini ndio wengine kwenda kwa polisi, mnakuja na mnakunywa exhibit.
Pombe matoka kwa sasa leo nakunywa tena. Nakunywa mabusu. So pombe tupunguze. Maana mahali kuna pombe inaleta umaskini. Hii Nandi hii atakani kuwa na mtu maskini sahi, lakini umaskini imejaa hapa sana. Hata unapata vijana wengi wanakaa hapo kwa barabara kuna kazi ya kufanya kwa sababu umaskini imefanya nini? Tuache pombe. Jambo lingine tuache nini? Nyinyi mnao watoto wadogo? Ila jana kidogo. Tunanyang'anya watoto. Hiyo mliwacha? Askari wanafanya hivyo. Askari wananyang'anya nyinyi? Jambo la mwisho, ikae chini tafadhali, hii corona shule zimefungwa. Watoto wetu wako nyumbani. Wazazi tafadhali, ngoja tuangalie watoto wetu kabisa. Wakati shule inafunguliwa tuanze kupoteza watoto. Maana wengine wanapotea kule mitaani, wasichana wanapachukua mimba nini, tafadhali tuwache. Kila mtu mzima kuwa mzazi. Angalia mtoto jirani yako ona anakaa namna gani. Maana tukipoteza watoto, tunapoteza generation mzima tutakuja kupata moja tabu. Au Bishop. Kuja utuombe. Alafu leo tutawachia mheshimiwa Geter na wazee wake. Waende wafanye matambiko. Mungu awabariki sana, asanteni sana.